alibadilika rangi zote. Bahati nzuri siku ile mwenyekiti wa zamu wa kikao alikuwa Mheshimiwa Othman, akamwambia vumilia kama sisi tulivyovumilia uliposema yako. Lakini alikuwa mkali. Nikamwambia unakataa nini? Wewe ukiwa mkuu wa mkoa na wenzako ndio mliopanga na mkaendesha maafa yaliyotokea Pemba, watu 17 kisiwani Pemba wakafa. Leo wewe unajitetea kwa mgongo wa maiti ambaye hayumo, hawezi kujitetea. Na ndugu zangu, tangu wakati huo, si mara moja, si mara mbili, si mara tatu, swala hili kila likiibuliwa baraza la wawakilishi na wawakilishi wetu ambao ni wachache tu, yeye kauli yake siku zote imekuwa imebakia pale pale kwamba yeye hana taarifa hizo. Anajaribu kujifunika wakati kila mtu anamuona. Leo katika idhilali zile na kuulizeni ndugu zangu, Kiwani ilisalimika 2020? Kiwani ilisalimika? Hamkupigwa mabomu yalolindima kisawa sawa hapa? Leo watu waliowapiga mabomu jumla yake naambiwa 71. Leo ati anakuja kuwaomba kura. Leo kajua kama Kiwani kuna watu wanaostahiki kuombwa. Alipowapiga mabomu kesha sahau. Na mimi hapo nitamshangaa sana mwana Kiwani ambaye atayasahau haya akaghilibiwa kwa mambo ya kupita. Maana haya mambo ya kupita tu ndugu zangu. Mimi namuona kwenye viklipu vyake, ati leo anajua kupita vijumbani akisalimia wagonjwa. Aliwahi kupita huko kabla? Kulikuwa hakuna wagonjwa Kiwani? Nataka kuigiza mila za watu. Hizi mila zetu kaziasisi Maalim Seif, wanaziendeleza wanafunzi wa Maalim Seif. Nyinyi yenu maigizo tu. Leo wewe makamu wa pili wa rais, kwa madaraka wewe ndio msimamizi mkuu wa shughuli za serikali. Mawaziri wote wako chini yako kwa mujibu wa katiba. Katiba inasema Baraza la Mapinduzi litawajibika mbele ya Baraza la Wawakilishi chini ya makamu wa pili wa rais, kwa sababu yeye ndiye anasimamia shughuli za kila siku za serikali. Sasa leo nikisikiliza kila klipu, anaahidi hichi, anaahidi kile. Wewe kama makamu wa pili wa rais, sekta zote, mawaziri wote wanawajibika kwako mbele ya Baraza la Wawakilishi. Huku yafanya haya miaka 5 ukiwa makamu wa pili wa rais, utakuja kuyafanya ukiwa mwakilishi? Uko nyuma wangetuambia kwamba jimbo silao miaka 5 iliyopita si wamepora jimbo hili? Huyo mwakilishi na mbunge wa CCM aliokuwepo kafanya nini? Tena ni tofauti na mbunge na mwakilishi anayetoka upinzani, kwa sababu huyu hajapata kuwa chama chake kushika serikali. Huyu atakuwa na hangaika yeye mwenyewe. Nyie mna serikali, hamkuchaguliwa, mmedhulumu, mmekanyaga damu za watu, mkaingia Ikulu kwa mabavu.
Leo damu zile zinahukumuni, mnatoka Oktoba hii mkitaka msitake biidhnillah.